Jambo la tatu, kubali kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Kubali kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 inasema hivi: ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Anazungumza, anasema nyinyi watoto wadogo, madamu mwatokana na Mungu, mmewashinda. Kwa nini? Aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye nje. Haya ni mahesabu ya kwenye Biblia, kwa sababu kama anasema aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliyoko duniani. Aliyoko duniani nani? Sisi tunamjua ni Shetani, ndio anaitwa mungu wa dunia. Sasa huyu Mungu aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko huyo, ambayo inamaanisha nguvu zilizoko ndani yako, zilizoingia na huyo aliye ndani yako ni kubwa, ni kuu. Ukisoma kwenye ule mstari, mimi sijui kama umeona, naweza nisipate muda wa kutosha wa kueleza tofauti yake nini, lakini angalia ule mstari wa 4. Inasema kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu. Sio tu ya ukubwa wa nguvu, lakini ukisikia neno ukuu linazungumzia juu ya ubora. Unaweza ukawa na wachezaji wazuri sana, kama wafungi magoli, kocha anawabadilisha. Kwa nini? Hakuwapeleka kucheza, aliwapeleka kushinda. Biblia inasema nyinyi watoto, manake mmezaliwa mara ya pili, mmeshinda. Mungu anapokuzaa mara ya pili katika Kristo Yesu, anatengeneza mshindi ndani yako. Anatengeneza, anakupeleka kwenda kushinda. Hawezi kukupeleka kushinda kama hakuna ushindani. Huwezi